baba kiongozi wetu wa kanisa, Mheshimiwa askofu wa jimbo hili, lakini maaskofu wote, nimepewa taarifa kwamba kuna maaskofu wote wa nchi nzima hapa. Mungu awabariki sana. Mimi kwa kweli nimefarijika, toka nafika hapo nje tu nilipata upako. Nikasema nimefika sehemu salama ambayo mimi nikiingia hapa na kutoka nitatoka na upako mkubwa. Lakini baba askofu, sisi kama watu wa serikali hatufanyi kazi wenyewe, tunamtanguliza Mungu. Lakini ninyi viongozi wetu wa dini ndio msaada mkubwa kwetu. Nchi hii haiwezi kwenda bila ninyi. Ushirikiano kati ya viongozi wa dini na serikali yetu ndio inaweza kuleta nchi kaenda vizuri. Pale ambapo kuna masikilizano, kuna maelewano, watu wanakaa pamoja, hakuna kitu kinaharibika. Na ndivyo ambavyo nchi yetu, taifa letu, hata waasisi wa nchi hii walipoanzisha taifa letu, hatukuulizana wewe ni dini gani. Tulikaa pamoja na kujadiliana kwa pamoja, tunakubaliana kwa pamoja kwa mustakabali wa taifa letu. Na hilo viongozi wetu wa dini tuwashukuru sana. Mara zote ukiona taifa limesimama, viongozi wa dini wamesimama, mnatuombea bila kuchoka. Na mimi niendelee kuwaomba, msichoke kutuombea. Kwa hiyo muendelee kutuombea, tuwe na busara za kutosha ili tuongoze nchi katika minajili ya kuheshimu Mungu lakini kujali binadamu. Tunafuatilia sana kazi yako njema na kupongeza sana mama. Kama ulivyosema, kuviona usiondoke huku bila kukutana nasi. Na kwetu sisi wachungaji, unapoona mtu anayetamani kukaa na kusalimiana na wachungaji, tunajua kuna kitu chema moyoni mwake, na ndivyo tabia ya mwanadamu. Sababu ungeondoka na ulikuwa na sababu kabisa, sababu unakwenda kufanya kazi kubwa kesho, lakini bado umependa kuja kutusalimia. Wewe unaonyesha ni mtu unayependa maisha ya kiroho. Sisi tunakuombea sana.